viongozi wa nchi ya Kenya, wale wanatawala watu wa Kenya, na wale munafikiria you force yourself to the heart of the people of the Republic of Kenya. Munafikiri vile munaongeza mafuta na vile mumeongeza bei kama ya stima ile iliongezwa leo, ndivyo mtajiongeza katika watu, kwa roho ya watu wa Kenya. Kuko kitu hamujaona leo. Roho wa watu wa Kenya imeondolewa kwenyu kabisa. Ukiangalia mgomo wa leo wa watu wa mafuta, kwa sababu ya mafuta vile iliongezwa bei, kila sehemu katika nchi ya Kenya, kila pahali katika nchi ya Kenya, barabara hakuna watu walikuwa naenda. Sekta ya matatu ilikuwa imefunga pahali popote. Gari za matatu zilikuwa zimewekwa. Watu binafsi waliweka magari yao. Hata shule, hakuna gari ya shule ilionekana kwa barabara. Hakuna hata watu walikuwa naitisha chakula wakapelekewa kwao kwa nyumba. Ni kuonyeshana tukifika, na nilimwambia kama mtu mwamishi wa Mungu, tukifika mwaka ujao wa 2027, na kwambia nchi ya Kenya itasimama kidete. Nchi hii watu wa Kenya wataamua, na wameamua ate hii serikali hii viongozi wanatuongoza, wagi wao wataenda nyumbani. 3/4 or all of them, they will go home. They will be voted out. Watu wengine watastuka kwa sababu watajikuta asubuhi anaambiwa hata kule wewe ni kula yako na bibi yako iko kwa debe. Hizo zingine zote ni za watu tofauti. Kwa sababu watu wamechoka. Watu wamechoka kwa akili. Watu wamechoka kwa roho zao. Na watu wamechoka kabisa na uongozi wa nchi ya Kenya. Namwambia kama mtumishi wa Mungu, kuko kitu itageuka kabisa. Na Mungu ametoa roho za watu ndani yenu, amezitoa kabisa. Na mtaona vile kutakuwa, kwa sababu hii nchi ya Kenya inaongozwa na Mungu mwenyewe. Na nchi ya Kenya ni tofauti na nchi zingine zote. Na ukienda katika Biblia uangalie nchi ya Kenya iko wapi, na katika Afrika mzima nchi ya Kenya iko katika ushoto, na iko katika yani pale pembeni pale roho inakuanga. Kwa sababu wakati ule roho itavinywa, kila kitu ni kuangamia, kinaangamia. Namwambia hivi, mutajionea, mutajisikia, mambo itakuwa mlama. Kasongo has turned our nation into a walking nation. Kenya has never had an insensitive president like William Ruto. William Ruto does not care about the lives of ordinary Kenyans. He's more concerned about his stomach and that of his fellow tyrants. William Ruto, this is not a joke. You must rethink your stand. Kenyans are angry. Kenyans are unhappy with your regime, and you must change. But one term is reverberating in Kenyans, and you must be sent home for being the most insensitive president Kenya has ever elected.